kufanya maendeleo zaidi katika makanisa na maassembly yetu. Jambo la tatu, tunasisitiza utekelezaji wa mpango mkakati wa kanisa letu la PAGT. Wachungaji wanakumbuka tuna kitabu hiki kinaitwa mpango mkakati. Kitabu hiki kimeorozesha mambo mbalimbali tunayotakiwa kuyafanya kama dhehebu la PAGT Tanzania. Yapo mambo humu ndani. Wachungaji ni wakumbushe mara kwa mara kwenye kitabu hiki, msisahau kuwa mnafungua ukurasa wa 35 na 36, kwa sababu eneo hilo ndiyo linaorozesha mambo tunayotakiwa kuyafanya ndani ya miaka 10. Kitabu hiki kilitengenezwa mwaka 2021, kwa kinaenda mambo ya tunayotakiwa kuyatekeleza yanaenda mpaka 2031. Unaweza ukaona ni kama muda mrefu mno, kumbe sasa hivi tumetembea miaka 4 imeshakwisha tayari huku nyuma. Kwa tumebaki na miaka 6. Muda unakwenda. Tunaweza tujikute hatujatekeleza vitu vilivyomo. Nashukuru sana kumwona mchungaji Gape anacho kitabu hiki. Sasa ukurasa wa 35 ndipo mahala ambapo malengo mkakati yameorozeshwa pale. Kugusia tu kidogo kwamba moja ya mambo yaliyozungumzwa tuyafanye kama kanisa la PAGT, mojawapo ya mambo hayo inasemwa kuimarisha ibada. Unaona, ibada na wanafunzi. Ibada zetu zinatakiwa ziimarishwe. Unaona, tunaimarisha kwa njia zipi? Kwanza ibada tuwe na bidii ya kuziombea. Hilo ni jambo la kwanza muhimu. Ibada tuwe na watu waliojitoa, hata kama ni timu za maombi wamejitoa kuombea nini? Ibada zetu. Uwepo wa Mungu ndani ya ibada zetu na uhai wa ibada zetu nategemea sana maombi. Sawa jamani Ibada zikiombewa, hakika utembeleo wa Mungu tunakuwa na uhakika nao. Kwa mazingira yanatengenezwa hivyo, lakini pia tunaimarisha timu za kusifu na kufanya nini? Na kuabudu. Kila kanisa tunalisisitiza liwe na kitengo hicho cha watu ambao wametengwa wakafundishwa jinsi ya kusifu na kufanya nini? Na kuabudu. Unaona, hao ndio watu ambao pia ni mchango katika uboreshaji wa nini? Wa ibada zetu. Lakini pia kuimarisha utaratibu wa mafundisho kanisani. Tunayo mafundisho katikati ya wiki ambayo ni kawaida yetu. Wengi wetu tunafanya kila Jumatano. Unaona, hizo ni ibada. Lakini pia wengi wanakutanika Ijumaa kwa ajili ya maombi na ibada zingine. Wengine wameweka ibada za idara za kina mama, vijana na idara zingine. Kuna ibada ya Jumapili asubuhi, ibada iliyotengwa ya risali moja, inaitwa darasa la wanafunzi. Kwenye hiyo siku ya Jumapili tuna mafunzo maalum ambayo yametengenezewa kitabu. Tuna kitabu hiki tunatumia, kinaitwa darasa la wanafunzi. Kimeainisha mafundisho mbalimbali kwa mwaka mzima, majuma 52. Kwa kila wiki mnakuwa mna somo la juma hiyo au la wiki ile. Lengo la dhehebu letu kufanya hivi, kwanza tukiwa tunatambua tuko siku za mwisho. Waongo wamekuwa wengi, udanganyifu umekuwa mkubwa sana.
Ole kule viongozi wetu wakafanya utaratibu wa watu wafundishwe neno la Mungu, walijue kwa kina. Lakini kingine pia tuwe na mafundisho ya mfanano, tuwe uniform. Kwa kitabu hiki kinakuwepo hapa Zumbe, kinakuwepo Mishepo, kinakuwepo Shatimba, kinakuwepo Nyamarogo, kinakuwepo Bushoma, kinakuwepo Nyenze, kinakuwepo Tanga, tunakwenda yanayofundishwa Tanga, yanayofundishwa Morogoro, yanayofundishwa Shinyanga, yanayofundishwa Mwanza, Mara, wapi kote huko. Washirika wetu wanaweza wakaenda kwa mfanano, kwa sababu mafundisho yetu yanafanya nini? Yanafanana. Wachungaji ni wahimize, ni waombe sana, tafuteni utaratibu wa kuvipata hivi vitabu ili tuvitumie kwa ajili ya mafundisho ya hilo darasa la wanafunzi. Jingine kwenye mpango mkakati humu, jambo lingine lililosisitizwa ni swala la upandaji wa makanisa pamoja na jukumu la kuongeza idadi ya washirika ndani ya makanisa yetu. Tunaita uinjilisti na upandaji wa nini? Upandaji wa makanisa na umishe. Unaona, idadi ya waumini tulionao haijatosheleza. PAG imesema wakati tunaandaa kitabu hiki tulikuwa na waumini sawa, waumini walikuwa 56,000 kwa PAG Tanzania, lakini imekusudiwa kwa miaka hii 10 tuwe tumeshafikisha waumini 585,850 wa Tanzania. Sasa ndani ya mafundisho tutakayojifunza kwenye semina yatatuelekeza tunaweza kuwapata wapi hao waumini wengi kiasi hicho. Sawa jamani, Amen. Lakini pia makanisa yaongezeke toka idadi tulionayo. Wakati kitabu hiki kinatengenezwa tulikuwa na makanisa kama 3,000 hivi, lakini imekusudiwa ndani ya hiyo miaka angalau tuwe tumeshafikisha makanisa zaidi ya 20,000 hivi. Na hapo tutajifunza kwenye semina tunawezaje kuyafikisha makanisa hayo mengi ndani ya huo muda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni jukumu mojawapo hilo ainishwa kwenye nini? Kwenye kitabu hiki. Lakini pia kuna swala la kanisa kufanya huduma za jamii, kufanya huduma za kijamii. Huduma za kijamii maana yake ni kutoa msaada kwa watu wahitaji, kama vile watoto yatima, wajane, wazee wasiojiweza, walemavu na makundi mengine ya watu maalum walio na mahitaji. Sawa jamani, Kwa hiyo ni moja ya mambo ambayo yanahimizwa. Lakini kuna jambo jingine linazungumzwa humu, swala la kukuza uchumi katika makanisa yetu. Unaona, pia tutazungumza wakati wa semina tunawezaje kuongeza vipato vyetu, kipato cha mtu binafsi na baadaye kipato ndani ya kanisa. Kwenye hivi vyombo vyetu vya matoleo, sadaka zetu hata zifike mahala zifanye nini? Zibadilike, ziongezeke, tuwe na wingi zaidi wa mapato. Lakini jambo lingine lililosisitizwa ni swala la mafundisho ya uchumba, ndoa na familia, kwamba litiliwe mkazo katika makanisa yetu kila inapoitwa leo. Na kuna swala pia la vyombo vya habari, machapisho, matangazo na mambo kama haya. Tunamshukuru Mungu kwamba vitu hivi tunasogea polepole, vinapatikana. Tunaona sasa hivi tuna mtumishi wa Mungu hapa
tayari ana chombo cha matangazo hicho. Kwa ndio mambo yaliyokuwa yamekusudiwa baadhi yake kwamba yatekelezwe. Yako mengi, nimetoa tu hayo kwa mfano, lakini yameorodheshwa wachungaji. Unaweza mkao mnarudi mara kwa mara kwenye hiki kitabu kwa ajili ya msisitizo wa mambo hayo ya kutekelezwa. Tatu ni kusikiliza changamoto mbalimbali katika makanisa na maasembuli yetu. Tunapopita pia jambo la tatu la nne, kusikiliza changamoto. Changamoto ni matatizo yaliyopo pengine kwenye maeneo mbalimbali yakiwepo, na mahali popote palipo na kazi ya Mungu, changamoto haziachi kuwepo. Hizo changamoto wakati mwingine tunaweza tukaziona kwenye ile taarifa yenu ya assembly ambayo tutahitaji siku ya kesho. Andaa ripoti ya kazi ambayo ndani yake nadhani kutakuwa na changamoto ambazo umeelezea mle ndani. La mwisho, tunaelezea kwa kina mipango ya jimbo letu la Shinyanga ndani ya hii miaka mitano. Unaona, tunayo mambo tunayokusudia kuyafanya ndani ya huo muda. Jambo mojawapo ni kuongeza idadi ya washirika katika makanisa yetu, lakini jambo la pili ni kuongeza idadi ya makanisa na maasembuli katika jimbo letu. Lakini jambo lingine ni kumalizia majengo yetu ya shule ya Biblia ya jimbo. Tulishaanzisha ujenzi hapo Shinyanga mjini. Kwa hiyo ndani ya huu mhula tunatarajia kumalizia jambo hilo. Lakini pia kuimarisha mfuko wa pesa katika jimbo letu. Jambo lingine, kujenga ofisi ya jimbo. Jambo lingine, kuimarisha utoaji wa matoleo katika makanisa yetu. Lakini jambo lingine, kuongeza kasi ya ujenzi wa majengo ya kisasa ya kuabudia katika jimbo letu la Shinyanga, ikiwemo swala la kuimarisha ibada katika makanisa yetu. Sawa jamani, Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tutayawekea msisitizo kimafundisho zaidi.